Mwishoni mwa juma lililopita, mtandao wa wanafunzi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema tawi la Sauti kampasi kuu ya Mwanza wamefanya kikao cha ndani kilichohudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Bavicha kanda ya Victoria na mkoa wa Mwanza kwa ujumla. Kikao kilichojadili ajenda mbalimbali ikiwemo uhai wa tawi hilo, ukarabati wa ofisi ya tawi hilo, ajenda ya no reform no election pamoja na tone. Katika kikao hicho, wajumbe waliohudhuria wamesisitizwa kuwa mstari wa mbele katika kusukuma ajenda ya no reforms no election, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu kwa jamii inayowazunguka juu ya umuhimu wa mabadiliko ya kikatiba pamoja na sheria na miongozo mbalimbali inayohusu usimamizi wa zoezi zima la uchaguzi. Baada ya kikao hicho, Kamata TV na The World Window ilifanya mazungumzo na mwenyekiti wa tawi hilo Silence Mwakasala pamoja na katibu mwenezi Haruni Kavina kutaka kufahamu mikakati ya tawi hilo katika kuunga ajenda mbalimbali za chama hicho. Kwa majina naitwa Silence Joseph Mwakasala. Mimi ni mwenyekiti wa Chaso Sauti hapa, lakini pia ni katibu mwenezi wa Chaso Taifa. Nikizungumzia Chaso na maanisha mtandao wa wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati. Hoja zilikuwa nyingi. Na hii hoja ya no reform no election, ndugu zangu wana Chaso wenzangu wameipokea kwa kishindo. Kwa sababu gani nasema wameipokea kwa kishindo? Tumekubaliana kwamba Oktoba 2025 hakutoweza kuwa na uchaguzi pasipokuwa na mabadiliko. Hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi wakati mabadiliko ya uchaguzi bado hayajafanyika. Kuna baadhi ya vipengele katika tume ya uchaguzi havijakaa sawa. Hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi wakati huo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anateuliwa na rais. Yaani rais amepewa mamlaka ya kuteua wajumbe ambao wanakwenda kusimamia uchaguzi, na hao wajumbe ndio wanaenda kusimamia uchaguzi wote kwa ujumla. Kwa hiyo ndio maana tunasema hatutashiriki uchaguzi pasipokuwa na mabadiliko. No reform no election. Tumejipanga kwa mikakati mbalimbali. Kwanza kabisa, mkakati wa kwanza tumepanga kupita nyumba tu nyumba kuhakikisha tunaenda kueneza hii ya no reform no election. Lakini pia tumejipanga kutumia social media mbalimbali kwa ajili ya kwenda kutoa hii hamasa ya watu waweze kuelewa, kwa sababu wananchi wengi tukizungumzia swala la no reform no election, kwa tumepanga kutumia media kwa ajili ya kuelekeza, kuwapa uwanja mpana. Tukizungumzia no reform no election tunamaanisha nini, kwa sababu hii ajenda haituhusu sisi kama Chadema, ni nchi nzima. Hii hoja lazima ifanikiwe. Na ndio maana mara kwanza kama umenilifaa nimeweza kukuambia kwamba watu wengi hawaelewi, wanadhani hii ajenda ya no reform no election ya Chadema. Hapana, hii ni ajenda sensitive ambayo inahusu kila mwananchi na muhusu hii ajenda. Kwa hiyo sio tukazungumzia tu kwamba hii ajenda ni ya Chadema, hapana. Na kitu kingine, CCM wasije wakazani kwamba hii ajenda ya Chadema haitoweza kufanikiwa. Hicho ni kitu kisichowezekana. Wanakuambia siku zote wenye mamlaka na nchi ni wananchi. Kwa hiyo wananchi wao ndio watakaoamua uchaguzi ufanyike na au usifanyike, lakini na sisi tunaamini kwamba uchaguzi hautafanyika na watu ndio wenye maamuzi. Mikakati ni mingi. Kabla sijazungumzia hilo swala, nadhani mmeona baadhi ya taasisi mbalimbali, vyama mbalimbali kama ACT Wazalendo wameipokea hii hoja na wamekubali kuiunga mkono. Kuna baadhi pia ya taasisi mbalimbali, kwa mfano tukiangalia upande wa Chaso Udism wamesimama hadharani. Hii tunazungumzia mtandao wa wanafunzi wa vyuo vikuu na vya koo. Sio kwamba ni Chadema pekee yao, ni taasisi nyingi sana na vyama mbalimbali zinaunga mkono na kuipushia ajenda ya no reform no election. Mimi wito wangu kwa upande wangu, hususan kwa vijana wa Kitanzania. Vijana wengi wa Kitanzania wamejisahau. Ukiwaletea hii ajenda ya no reform no election, baadhi hao hawaelewi, kwa sababu wanadhani no reform no election ni ya Chadema tu. Hapana, lakini no reform no election ni ajenda ambayo inahusu kugusa maisha ya kila mtu, kila kijana inagusa, kwa sababu vijana wanaweza kujisahau kwa saizi, lakini kuna maisha baada ya hii ajenda ya no reform no election, na wao huko mbeleni wanaweza kaenda wakashiriki kwenye hizo chaguzi. Kwa kama watashindwa kusimamia hii ajenda ya no reform no election, hizo chaguzi ambazo wanaweza wakaenda kushiriki kwa upande wa miaka ya mbeleni zinaweza zikawa affect na wao pia, kwa sababu mambo yatakuwa ni yale kuibiwa kula, kunyang'anywa nini majimbo, watu wameshinda watangazwi, wanaibiwa kula. Kwa vijana mimi nawaasa waweze kujitokeza kwa wingi ili kuweza kuipaisha na kuisupport hii ajenda ya no reform no election, ili hata miaka ya mbeleni tuje tuokoe kizazi chetu huko miaka ya mbeleni, watu waweze kuishi kwa raha, watu waweze kufanya chaguzi hizo huru na haki. Kwa sababu sasa hizi wakidelay tunaandaa kizazi kibovu huko mbeleni. Young generation tutaenda kuishi vipi kama hizi no reform no election sasa tumeshindwa kuitumia? Wasitegemee kupata uchaguzi wa huru na haki miaka ya mbeleni. Kwa mimi nipende tu kuwaasa vijana wajitokeze kwa wingi kuweza kuisupport na kuipush hii ajenda, kwa sababu tukishindwa kufanya sasa hizi hatutaweza kufanya tena huko mbeleni. Kwa majina naitwa Haruni Lazaro Kavina, ni katibu mwenezi wa mmoja wa wanafunzi wa Chadema chuo cha Sauti, lakini pia ni mratibu wa Chaso mkoa wa Mwanza kwa maana ya Chadema Student Organization. Tunasema ni muhimu kwa sababu ni wakati nchi imepitia changamoto nyingi sana kwa muda mrefu. Kwa hiyo tumekuwa na taifa ambalo halina uongozi kifupi, na uongozi unaopatikana haupatikani kwenye ile tunasema haina legitimacy ya watu. Kwa hiyo sasa ukimpata kiongozi ambaye amepatikana kwa legality na sio legitimacy, kiongozi huyo atakuwa mbovu. Sheria zetu za Tanzania zina legalize viongozi waonekana wamepatikana kisheria, lakini legitimacy ya watu haipo. Kwa nini haipo? Ni kwa sababu tuna lightless law according to Isa Shivji, sheria ambazo hazina haki. Rais anatengeneza tume mwenyewe,
anamchagua mkurugenzi wa tume, mwenyekiti wa tume, wasaidizi wake, na sheria inasema kwamba wale wasaidizi watawajibika kwa rais. Rais ndiye disciplinary yao committee, kwa maana anaweza kuwaondoa ama kuwaweka. Ukiwa na tume ya namna hiyo, actually hauwezi kupata uongozi mzuri. This time tumekuja na no reform no election, na anatuambia watawala tu kwamba no reform no election sio ajenda ya Chadema tu, ni ajenda ya Watanzania na ni ajenda ambayo ni muhimu tukaipush wote kwa pamoja, kwa sababu hizo reforms hazisaidii Chadema wala hazisaidii upinzani kwa aina yoyote ile, zinaisaidia nchi. Hatuwezi kuwa na rais ambaye anaweza kufanya kila kitu yeye kwenye taifa. Hatuwezi kuwa na katiba ambazo eti mambo ya kifedha hamwezi kuzungumzia mpaka yapate idhini kwa rais. Je, rais akikosea? Hatuwezi kuwa na nchi ambayo CAG anapeleka ripoti kwa rais baada ya kupeleka ripoti kwa bunge. Bunge lazima lipewe ripoti alafu likajadili hayo mambo yote. Atakuwa reforms mama. Rais anateua kwa mikoa, anateua kwa wilaya, ambao kwa wilaya wanaweza kudetain mtu yoyote wakijisikia kwa masaa wanayojisikia wao. We need reforms. Reforms zinakuja lini? This time ni wakati wa reforms sasa, sio kusubiria. Ni wakati huu na ni wakati mwafaka, sio kwa sababu wakati wa uchaguzi. Ni wakati huu kwa sababu nchi sasa inapitia machangamoto mengi. Ripoti ya CAG mabilioni yanaibwa kwa sababu ya bad leadership. Sasa kama kuna bad leadership, tunapaswa kufanya reforms ili tuwapate mfumo mzuri wa kuwapata. Unity is power, unity is power, na we want unity. Tunahitaji kuungana, lakini unaungana kina nani? Unaungana watu ambao hawaoni umuhimu wa hicho kitu. Yes, tuna vyama, tuna Chama cha Mapinduzi, chama tawala CCM. No reforms no election inawahusu wao pia. Unaona wanapush kwa namna gani? Wanazungumza vitu vya hovyo, vitu ambavyo havina mantiki. Tunayo Chadema, chama kikuu cha upinzani, kinazungumza no reform no election. Ndani ya Chadema kuna watu wengine wameibuka wanajiita G55, watu wa hovyo. Kwa hiyo kwenye jamii watu wa hovyo hawawezi kukosekana. Tunaposema unity inatakiwa iunganishe wale wazalendo, sio watu ambao wanaimba vitu kwa ajili ya maslahi yao. Tuna vyama kama Tadea, unawasikia wanasema tutaenda kwenye uchaguzi. Tuna vyama vingine havitoi misimamo yao, havieleweki. Tuna vyama kama NCCR Mageuzi vinasema tutaenda kwenye uchaguzi. Mnaenda kwenye uchaguzi ili weje? Mnaenda kwenye uchaguzi. Walikuwa na mgombea wao miaka ya nyuma, Mlema, Agustino Letonga Mlema. Waliibiwa. Lakini leo eti NCCR anasema kwamba tunaenda kwenye uchaguzi hivi. Unataka tuungane na watu wa namna hii? Hapana, hatuwezi kuungana na watu ambao hawaoni umuhimu wa reforms za wananchi. Hizi reforms zitatusaidia sisi wananchi kuadhibu viongozi, kuwaondoa tukihitaji, kuwaweka tunaowataka, lakini sio tu kuwaweka. Sisi ndio disciplinary yao committee, na tukisema kwamba no reforms no election sio uasi, wala sio kwamba tunavunja katiba. Katiba inasema hivi, we are the people. Ibara ya 8 inasema government itatokana na watu, kwa ajili ya watu, itawajibika kwa watu. Unakuja unaipiga pini na article 7 unasema kwamba hayo niliyoyasema hapo juu hayawezi kuwa enforced kwenye mahakama yoyote ama sehemu yoyote. Nao kwa vifakti kama hivyo, kwa vifungu kama hivyo vya kwenye katiba, viclause by clause, kinakupa huku kinakuibia huku. We want reforms, and reforms has to be occurred this time. There is no other time. This time tunahitaji reforms. Yes, naona no reforms no election ikifanikiwa kwa sababu kwanza watawala wameingia kwenye mtego wa no reform no election. Watawala sasa hawaimbi hoja zao. Watawala sasa saizi hawauzi sera zao. Unamuona makamu mwenyekiti wao anatembea nchi nzima akizungumzia no reforms no election, kwa maana kwamba ni nini? Ina hoja, ina mantiki ndani yake. Asingejibu. Kama haina maana asingejibu. Unamwona Mheshimiwa Nchimbi katibu naye anatembea anazungumza no reform no election, haina maana, haina nini. Kwa nini sasa? Sasa ni wakati wa uchaguzi, so wangekuwa wanazungumza kama tutaenda kwenye uchaguzi tutaleta mabarabara, zile hoja petipeti walizozoea. Ni kwa sababu wanaona kabisa kwamba no reforms no election ni threat kwao. That's why wanajaribu low down. Sasa issue iko hapa, you can't stop changes. Mabadiliko huwa yazuiliki na changes cannot be stopped by any way. Changes will be stopped by delivering that changes. You can't stop changes by hiding changes. Once changes occurred, nobody can stop changes. Kwa changes ni wakati huu, na ukiangalia jamii ya sasa haina ajira. Hiyo ambayo haina ajira inasema no reform no election. Ukiangalia vijana wa vyuo vikuu ambao wengi wanamaliza hawapati kazi, wanaimba no reform no election. Ukizungumzia wale waliokatwa majina yao ya ugombea wa serikali za mitaa, wanaimba no reform no election. Ukizungumzia wale wabunge ambao walinyang'anywa ubunge wao, wanaimba no reform no election. Achilia mbali hawa watu ambao wanakataa no reform no election, either wamehongwa, wamepewa fedha, au hawajui wanachokifanya, au wanakataa kwa sababu wana maslahi yao. Lakini wale watu ambao ni reasonable, wanaelewa nini maana ya taifa lao, wanaelewa nini maana ya uzalendo. Kwani tukisema kwamba hakuna uchaguzi mpaka reforms, kwani reforms ni dhambi? Kwa nini wasilete reforms? Kama reforms hazina effect, kama reforms wote tunataka reforms, so walete saa hizi. Uchaguzi ni kitu gani? Wanaweza kaachana uchaguzi tukafanya reforms. Lakini hawataki kwa sababu mbona wanataka kuhalalisha uchaguzi uwe halali? Kwa nini? Ni kwa sababu wanajua
baada ya uchaguzi wataleta agenda nyingine. Wananchi jamani, mnataka reforms zitawapa ugali. Ndivyo vihoja vyao wamekuwa wakituletea. We don't need such petty things. Tunahitaji vitu vya muhimu, vitu strong, na vitu strong kwa sasa ni mabadiliko. Na mabadiliko tunayasema kwamba tunahitaji tume huru ya uchaguzi, itupe viongozi wazuri, watuongoze sawa sawa. Tunahitaji katiba itakayoilinda hiyo tume, katiba bora ambayo itakuwa na vifungu vilivyonyooka. Lakini sio katiba hizi za katiba ya 77 ya mfumo wa chama kimoja, katiba ambayo inasema kwamba eti rais anateua kila kitu. Hapana, hatuwezi kuwa na taifa la namna. Huwezi kuwa na ujasiri kama hujang'atwa mpaka ung'atwe. Sasa iko hivi, nyoka akipita polini huwezi kuwa na shida naye kama hajakuuma ama hajakuleta uchokozi. Kwa nini watu wakimuona nyoka wanampiga nyoka? Kwa sababu ana madhara kwenye maisha yao. Watu wameshaathirika, watu hawana fedha, watu maisha ni magumu, hawana vyakula, watu wanashindwa kubadilisha mlo. Sisi Watanzania ndio wakula mlo mmoja, milo miwili kwa siku. Sisi Watanzania wakuoga kunywa chai kwa sababu sukari iko juu. Sisi Watanzania wakuteseka kiasi hicho. Sisi Watanzania wakutembea kwa mguu umbali mrefu kwa sababu tunaogopa kulipa nauli. Sisi Watanzania ndio wakusoma tukiwa tuna nguo za vilaka, vibumu vidogo, tunapewa hela ndogo, maisha magumu, tunateseka. Sasa kwa hayo yatatufanya tukafanya no reforms kwa sababu bila no reforms no election. Utalala na njaa. Mtu anakuambia no reforms no election haina maana. Mimi nasoma, sijapewa hela ya field. Hatujapewa hela za kujikimu za kutosha. Sisi tunasoma, hatupewi platform nzuri za kufanya hizi field zetu. Kama wanasheria, kama watu wa walimu, watu wa mass communication. Nyinyi watu wa mass communication mnapewa ya time kwenye masuala ya media kubwa ama kufanya field zenu ili mkue zaidi. Watu wanaajiriwa kindugu. It doesn't matter how competent you are, but who knows you. Tuna taifa la namna hiyo. Sasa ili tuondoe hii mifumo ya kujuana, lazima tufanye no reforms no election. Sababu ya kwamba no reforms no election itafanikiwa ni kwa sababu watu wameshaumwa na nyoka, na ndio wakati huu kama kuna watu hawana ajira, wataimba no reform no election. Kama kuna watu wanateseka vyuo vikuu kwa sababu ya maisha magumu, wataimba no reform no election. Kama kuna watu ambao hawana pembejeo za kilimo vijijini huko, mfuko wa dapu ukienda mikoa ya nyanda za juu, mfuko wa dapu unauzwa shilingi 76,000. Mfuko mmoja wa dapu, mfuko wa yulea unauzwa 76,000. Huyo mwananchi anakuja kuuza gunia la mahindi baada ya kulima kwa mfuko wa 76,000, anakuja kuuza gunia 50,000. Kwa nini asimbe no reform no election? Haya, wakati huo kuna madawa na yenyewe yanahitaji tupate viongozi wazuri ambao watatusaidia tupate pembejeo. Tuna wizara za kilimo mbovu, wizara za miundombinu mbovu, barabara ni mbovu, mvua zinanyesha, barabara zinaharibika. Mtu anakuambia ni kwa sababu ya mvua kubwa ndio maana miundombinu inaharibika. Kwa hiyo mvua itaacha kunyesha? Haiwezi kuacha kunyesha. Kwa nini hatuwe na watu ambao ni critical wakafikiria mambo makubwa? Tuna ziwa Victoria, tuna ziwa Tanganyika, tuna ziwa Nyasa. Maeneo hayo ambayo yana maziwa maji yanatoka kwa shida. Alafu wanakuambia no reform no election haiwezi kuweki, haina maana. Hao watu ambao umeme kila siku unakatika, kwa nini wasimbe no reform no election? It's time to stand up, it's time to wake out, it is time to show that we have power. Kwamba sisi watu, we are the people, kama katiba ilivyosema, we are the people, we demand no reform no election. Ni kweli katiba inasema kwamba uchaguzi kila baada ya miaka 5, lakini katiba hiyo ukisoma kwenye preamble yake inasema watu. Hiyo katiba legitimacy yake ni watu. Ndio maana hata mkitaka kufanya mabadiliko ya katiba, hatua ya mwisho ni kufanya referendum. Unaenda kwa watu kupiga kura, watu watasema wanataka reforms. Unabisha nini? No reforms no election itatokea, na uhakika kwa sababu mimi mwenyewe naunga no reforms no election. Hata wewe mwandishi wa habari utaunga no reform no election, hata kama uwezi kusema hapa no reform no election ni wimbo wa taifa, kwa sababu ni ugonjwa ambao unatusumbua. Unataka tunamchagua kiongozi alafu anaenda anafanya, wewe mbunge anaruka sarakasi hivi, inakujaje? Alafu kumuondoa hatuwezi. No reform no election ije tuweze kuadhibu hao wabunge ambao wamekosa cha kufanya bungeni, wanaruka sarakasi. Asante sana mheshimiwa. Kwanza kabisa niwaambie Watanzania kwamba hoja no reform no election ni hoja mahususi kabisa na wakati mahususi. Tuna swala gumu na nitoe lai kwa wale watu ambao wanajaribu kukwamisha no reform no election. Hata wakati wa Musa kuna watu walimkwamisha. Musa alipoenda kwenye mlima kuomba kwa ajili ya wana wa Israeli, kuna watu walimkwamisha, aliondoka wakatengeneza miungu mingine ya sanamu. Tunawaambia hao wanaotengeneza miungu mingine ya sanamu ndani ya chama, no reform no election, mafuriko haiwezi kuzuirika. No reform no election ni kitu ambacho kinapaswa kiungwe mkono na Watanzania wote, sio watu wa Chadema, sio watu wa CCM peke yao, sio watawala. No reform no election haiombwi, haki inadaiwa. Kwa hiyo lazima tuende kwenye no reform no election. Sisi ni watu wa amani, hatuhitaji kumwaga damu, hatuhitaji kuona vurugu, tunahitaji kusikilizwa. Tumesema tunahitaji no reform no election, peaceful. Watupe no reform no election. Kwa sababu gani? Wasipotupatia hizo reforms, uchaguzi hautafanyika. Kwa mfano mimi nikikaa nyumbani sikwenda kupiga kura, kwani kuna shida gani? Alafu nikaorganize watu wengine tukazuia, kwa sababu swala sio kwa tukaenda kupiga kura. Hata hao wanaotaka kwenda kupiga kura, unaposema no reform no election, maana hata anayetaka kwenda kupiga kura asipige kura.
Si swala la kusema kwamba tunazuia tu sisi hatuendi. Hata hao wanataka kwenda kutubu wasiende. Unaenda kufanya nini? Unaenda kulegalize haramu. Haramu ni haramu tu. Haiwezi kuwa haramu eti kwa kuipaka pundamilia eti simba akipakwa rangi anakuwa pundamilia kwa sababu amepakwa rangi za pundamilia. Simba ni simba na pundamilia ni pundamilia. Sheria ni mbovu tu. Hata wakisema eti ilikuwa inaitwa tume, sasa hizi ni tume huru. Sasa hiyo tume huru, uhuru wake sio kwenye jina, kwenye changes, kwenye reforms. Kama rais anateua wale mfumo ni ule, watu wanapigwa kwenye uchaguzi, watu wanatekwa, wanapotea. No reform, no election is inevitable. Na sio inevitable kwa sababu sisi tunataka. They can stop us. Lakini this song will be sing up to the end. Huu wimbo utaimba toka 91. Jaji Nyalali anazungumzia no reform no election kwa sababu alitoa mapendekezo ya nini kifanyike toka 91 huko 92, 2005 wakati wa Mkapa, wakina Mark Bomani walitoa, wakina Jaji Joseph Sinde walioba wamesema no reform no election mpaka saizi ipo tu. Utaizuiaje? Tutaondoka sisi, watakuja wengine. No reform no election wataimba mpaka mabadiliko yapatikane. Freedom is a long journey. Long journey lazima tuisafiri. Haiji kwa ndoto za kulala mchana. Lazima tusafiri kwenye hiyo long journey.